Amen. Danieli 3 mstari wa 19 mpaka 23 nasoma kwa msaada wa Mungu. Ndipo Nebukadneza akajaa ghadhabu. Danieli 3 mstari wa 19 mpaka 23. Ndipo Nebukadneza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraka na Meshaka na Abednego. Basi akatoa amri watie moto tanuru mara 7 kuliko desturi yake kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka na Meshaka na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joo zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadraka na Meshaka na Abednego. Na watu hao watatu, Shadraka na Meshaka na Abednego, wakaangukia wamefungwa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Amen. Hallelujah. Tukae. Kichwa cha somo: kila jaribu lina mlango wa kutokea. Kitabu cha Danieli ni unabii ambao unaelezea jinsi ambavyo Waisraeli walitekwa mahali pao wakapelekwa Babeli. Na maandiko yanasema walipopelekwa utumwani ilitolewa amri waangaliwe vijana wenye sifa. Na sifa zao vijana ilikuwa ni katika Daniel 1 mstari wa 3, Biblia inasema, mfalme akamwambia Ashpenaza mkuu wa matoashi wake walete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso. Sifa yao ya kwanza walikuwa wana makando kando. Sifa yao ya pili walikuwa handsome, sema handsome. Wazuri, vijana wazuri wa uso, wajuzi wa hekima. Sifa ya tatu walikuwa na hekima. Werevu kwa sababu ya maarifa yao, walikuwa na maarifa kwa sababu walikuwa na elimu fulani. Wenye kufahamu elimu watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena aliwaambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Haleluya. Kwa hiyo watu wamepelekwa utumwani. Utumwani, desturi ya utumwani ni kuteswa, ni kutumikishwa, ni kuishi kama takataka, ni kunyanyaswa. Lakini wapendwa watu wa Mungu, kila kitu ambacho Mungu amempa mtu kinaweza kumfeva na kumbeba katika mazingira yoyote. Haleluya, haleluya. Chochote Bwana alichokupa kinaweza kukubeba na kukufeva na kukushindia na kukuvusha bila kujali mazingira gani huko. Maandiko yanasema ya kwamba kuna watu walikuwa na elimu, kuna watu walikuwa na hekima, kuna watu walikuwa watakatifu hawana makando kando, kuna watu walikuwa handsome, kuna watu ambao walikuwa na maarifa. Hawa watu walihamishwa kutoka kwenye kupiga matofali, kutoka kwenye kufanya kazi za utumwa, wakapelekwa kwenye jumba la kifalme. Haleluya, haleluya. Wakati watu wanalia katikati ya ukoo mmoja wenye mapito magumu, watu wanaomjua Bwana wataenjoy katikati ya hizo nyakati. Haleluya. Wakati watu wanateseka kwenye kazi moja ambayo imewaua wengine na wengine wamekatia tamaa, watu wanaomjua Mungu, watu wacha Mungu, watu wanaojua kuomba, watu ambao wamesimama na Mungu vizuri watafanikiwa hapo hapo ambapo watu wengine wamepakatana kupakimbia. Haleluya. Bwana haangalii mazingira ili akufikishe viwango fulani. Mungu haangalii mazingira kwamba ni lazima uwe Ulaya ili na wewe uweze kuwa na utajiri. Sio lazima uwe mahali pazuri. Hata katikati ya mzoga Mungu anaweza kutoa harufu ya perfume na marashi. Haleluya. Ngoja nielewa vizuri kama ninavyotaka, ngoja nikueleweshe. Biblia inasema ya kwamba wakati Samsoni anaenda kwa Wafilisti, alipita njiani akakuta simba amekufa.
na wakati anarudi akakuta yule simba amezungukwa na nyuki, kuna asali zinatoka pale. Biblia inasema Samsoni akala ile asali. Hii ina maana ya kwamba kama watu wanakuona umeoza, Mungu anaona asali ndani yako. Haleluya, haleluya. Kama watu wanakuona unanuka, ukikaa na Bwana, Bwana anakuona wewe ni wa thamani. Haijalishi wanakuonaje, inajalisha Mungu anakuonaje. Piga kelele kwa Bwana. Biblia inasema ya kwamba wakati wa Israeli wametekwa, watu wote waliwaona Waisraeli kama watumwa, na wale watu wa Babeli wakasema tumepata watu wetu wa kuwatumikisha. Lakini haikuwa hivyo kwa watu waliokuwa wanamcha Bwana. Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego wakaambiwa ya kwamba ni kweli nyie ni watumwa, lakini tukiwaangalia kuna kitu ndani yenu ambacho hakifanani na nyie kuwa watumwa. Tukiwaangalia kuna nguvu ndani yenu ambayo haifai, tunashindwa kuwatumikisha. Njooni hukumu wao viongozi, mtusimamie sisi. Haleluya. Sikiliza nikwambie kitu, watu wa kwenu wanaweza wasione thamani yako, lakini watu wabaya wakaona thamani yako. Mume wako, mke wako anaweza wasione thamani yako, lakini wale watu wengine wa nje wakaona umuhimu wako. Wazazi wako wanaweza kukuchukulia poa, lakini mbingu zinamuona mtu katika heshima yake, hata kama jamii inayomzunguka haimuoni katika hiyo heshima na huo utukufu. Piga kelele kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mfalme akasema hawa hawawezi kuwa watumwa, walete. Basi wakaletwa pale, walikuwa wamechoka choka, wamefuba fuba. Hebu jiangalie, umefuba umenawiri. Haleluya. Mwangalie mwenzako usoni, hebu muulize unanionaje? Mwambie usinichukulie poa, ni saa tu haijafika. Saa ikifika utaniheshimu. Haleluya, haleluya. Biblia inasema ya kwamba mfalme alipoangalia aliona wamefuba fuba, akamwambia Ashpenazi, akamwambia jamaa, bwana, kweli tumeona wana elimu, ni kweli tumeona wana hekima, ni kweli tumeona ni handsome, lakini mbona wamechoka choka? Akasema hivi, basi hao walikuwa, mstari wa 6, hao walikuwa hapo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli, Hanania, Meshaki na Azaria. Mkuu wa matoashi akawapa majina, akamwita Daniel Belteshaza, na Hanania akamwita Shadraka, na Mishaeli akamwita Meshaka, na Azaria akamwita Abednego. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matoashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Bwana asifiwe. Mstari wa 5, Danieli 1. Huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme. Sikiliza, kuna msosi ukilaga tu, yani unaweza ukakaa tu ueleweki, una kitambi ueleweki, ni kiriba tumbo, yani uko hapo saizi ya kati. Natania tuacha na. Kwa hiyo mfalme akasema hawa jamaa wale chakula cha kifalme ili nini? Wawe na sura zinazoendana na nafasi tunazotaka kuwaweka. Haleluya. Mwambie Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, nipe sura inayofanana na mimi. Nipe sura ya heshima na mwili wa heshima. Haleluya. Basi ndugu zangu, ikawa hivyo, wakaanza sasa kazi. Wako utumwani, wakawa sasa mawaziri. Can you imagine my dear? Uko kwenye nchi za watu, hujaenda huko kwa sababu ya kikazi, umekamatwa mzobe na fimbo na nini na mateke, alafu kaladesha baya, ghafla unaingia kwenye ile nchi, unaambiwa bwana, kweli wewe ni mtumwa, lakini njoo. Akili yako inakuambia labda ndio wanaenda kuniua, wanaenda kunifanyaje Mungu wangu, kwa sababu hawakuambiwa. Ghafla unashangaa wamepewa msosi mwingine. Unajua Danieli alisema sitajitia unajisi, lakini haijaandikwa, pengine aliogopa akasema hawa jamaa inakuaje mimi mtumwa wanipe chakula cha mfalme? Sio wameniwekea sumu kweli? Kinawezekana kibinadamu.
Haba alisema sitajitia unajisi, lakini labda kwenye akili yake aliwaza akasema usije kutoa ameniwekea sumu. Kwa bado hawaelewi nini kinaendelea. Ghafla unaambiwa bwana, kwa kuwa ameshanawiri nyie ni mawaziri. Pata picha wale maskari waliowateka. Pata picha wale maskari waliowateka. Waliwapelekaje? Lazima waliwapeleka na mateke, waliwapeleka na ngumi, waliwapeleka na fimbo. Alafu kesho yule aliyekuswaga kama ng'ombe, kesho anaambiwa huyu ndio atakuwa bosi wako, huyu ndio waziri wako. Atakachosema sikiliza, atakachokuagiza fanya. Sikiliza, mtu mmoja anayekutumikisha, saa ya Bwana ikifika, Mungu atamgeuza wa mbele atakaa nyuma na wa nyuma atakaa mbele. Kwa hiyo tuenende kwa imani, usikate tamaa. Haleluya! Angalia unapomkimbiza mwenzako, maana kuna saa kibao kitageuka, ataanza kukimbiza. Sikiliza, hata mbwa koko ukimkimbiza sana akichoka, anaamua kujitetea, anasema acha nigeuke liwalo na liwe. Kuna saa neema ya Mungu ikiamka ndani ya mtu, kila kitu kinabadilika. Kwa hiyo waliokuwa wanawatumikisha Shadraka, Meshaki na Abednego wakabadilishiwa kibao. Wakaambiwa huyu huwezi kumchapa tena. Wakaambiwa huyu huwezi kumkaribia tena bila protocol. Wakaambiwa huyu huwezi kumwagiza tena. Sikilize yeye, na akiamua chochote juu yako huna cha kufanya. Haleluya! Huyo ndiye Mungu anayegeuza majaribu kuwa mtaji. Huyu ni Mungu anayegeuza mateso yetu kuwa utukufu. Huyu ni Mungu anayegeuza vilio vyetu kuwa vicheko. Huyu ni Mungu anayegeuza kila namna ya hasara kuwa mtaji wa kwenda mbele. Inataka imani. Mwambie mwenzako amini tu. Tunashinda na zaidi ya kushinda katika Kristo Yesu. Haleluya. Sasa nini kinatokea? Wivu ukaanza sasa. Jamaa watumwa wanakujaje hapa? Wafu wanakuja kututawala kwetu. Jamaa wanakujaje hapa alafu ndio wanaanza kutupelekesha sisi. Sisi tunatawaliwaje na huyu wakuja? Umekusikia hizo saga? Wifi, ulinikuta na kwambia utaniacha hapa. Mwali, hujui nikotoka na huyu mme wako. Mimba yake kidogo initoe roho. Nakwambia utatoka wewe. Sikiza, akikushikia kiuno usishangae, wewe sio wa kwanza. Akikufanyia hivi na wewe mfanyie vitatu, lakini uko rohoni usimuonyeshe hivi, itakuwa noma. Sikiliza, wivu uliamka. Hawa ni nani wanakuja kutawala kwetu? Unajua kuna saa unamleta mtu ni kibarua, afu unashangaa anaheshimiwa kuliko hata mama mwenye nyumba. Kuna saa unamleta mtu ni kibarua, yani Mungu nisaidie sikose kupokea. Unashangaa mambo ya msingi anaulizwa jamaa mwingine, na wao hapo unaanza rubu hivi. Wamama mpo? Mama unataka wewe ndio mke mzee, lakini hamna kitu unaulizwa yoyote. Sasa ni nini kinasababisha aambiwe huyu aachwe huyu? Ni neema ya Mungu ambayo watu wanatembea nayo. Ukiona mtu haji kwa mchungaji, anaenda kwa mwinjilisti. Ukiona mtu anampita tu mchungaji, anaenda kwa mwinjilisti. Hauna mtu anataka shida sio nini? Neema. Yaani kuna neema yuko nayo, wewe una. Kwa atakupita tu. Favor. Upendeleo unakuwa attracted na neema mtu aliombiwa. Kwa ukiona unarukwa, ukiona unaachwa, ukiona hauambii chochote, Yesu kwa shida. Wewe piga magoti mwambie Mungu, ongeza neema yako juu yangu. Nimepungua wapi Bwana? Niongezee. Ngangana. Na wewe uta-attract kulingana na viwango vyako. Hallelujah. Value inatengenezwa kwa support ya kidogo kilichopo.
Chochote unachotaka, increase your value, ongeza thamani yako. Thamani inaongezwaje? Kwa kiwango cha maarifa katika jambo ambalo unataka thamani. Thamani inaongezwaje? Kwa kujituma zaidi katika kitu ambacho unataka uthaminike. Kwa Shadraka, Meshaki na Abednego thamani yao ikaongezeka. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na elimu kupita wenyeji wao. Kwa sababu walikuwa na maarifa kupita wenyeji wao. Kwa sababu walikuwa na hekima kupita wenyeji wao. Kwa sababu walikuwa ma HB kuliko waliowateka. Unanielewa? Wewe ni HB au cute? It matters. Unanielewa? Sikiliza, kila kitu kina nafasi yake. Kila kitu kina nafasi yake bwana. Na wivu ndipo unapoinuka hapo. Sasa kila jaribu la mlango wa kutokea. Sasa baada ya wivu ni nini huwa kinatokea? Baada ya wivu kinachozaliwa ni fitina na chuki na umbea na masingizio. Sikiza. Mwanadamu anajaribiwa katika engo mbalimbali. Ya kwanza ni chakula. Ukiona bwana unanunuliwa tu mishikaki, mara umeletewa nyama kilo na hujaomba. Mama, mnanielewa? Cha pili ni cheo. Kila mtu anapenda heshima. Na hakuna mtu anapenda aingiliwe kwenye cheo chake. Uingilie nafasi ya mama kule nyumbani. Ni mama tu, lakini hicho cheo kina thamani kubwa. Itakuwa noma. Cha tatu, mwanadamu anajaribiwa kwa zinaa. Mwanadamu anajaribiwa kwa tamaa ya mali. Akijaribiwa hapo, fitina, chuki, umbea, masingizio na kila namna ya kumhujumu mtu kwa maneno ndio inaanza hapo. Kwa hiyo Shadraka, Meshaki na Abednego walihujumiwa kwa maneno. But devil, shetani hawezi kukushambulia nje ya weakness zako. Kwa hiyo hawa watu wa Babeli walisema, hawa jamaa tutawatoaje kwenye huo waziri wao? Baada ya kuhojiana wakasema, hakuna kosa tunaloweza kuwapata kwalo zaidi ya kuwaseti kwenye ibada. Wakitafuta kuna kosa hili, amezulumu mali ya mtu, hayupo. Kuna mahali ameonea mtu, hayupo. Kuna mahali amechukua mume wa mtu, hayupo. Kuna mahali ameibia mtu, hawapo. Kwa sababu kosa tu ni hao watu wako straight sana na Mungu wao. Kwa hiyo tufanyeje? Tutengenezeni mazingira tutakayowagombanisha na Mungu wao, kama tutakaowafitinisha kwa mfalme kupitia desturi yao ya ibada. Wakaorganize wakasema, mfalme tumeamua. Sikiliza, be smart my dear, jitahidini kuwa makini sana, kwa sababu adui yako anapokuwazia mabaya atafanya kila hila, hususan kwenye issue ya fitna. Hakuna kitu kibaya kama fitna kwenye maisha. Kwa nini fitna? Ili apate uhalali wa kukushtaki. Kwa hiyo wale mawaziri wakajiorganize kwa kificho, wakaandaa kikao cha siri. No attack. Hakuna shambulio bila kikao. Hakuna shambulio bila kikao. Na kuna secret, kuna vikao vya siri na vikao vya wazi. Kikao cha wazi kinatanguliwa na kikao cha siri. Kwa hiyo hawa mawaziri walikaa kwa siri. Sikiliza, wachawi hawezi kuja kuloga mpaka wapangilie waingie wapi, wafanyeje ndio waje kuloge. Hawezi kufukuzwa kazi mpaka wakae watu wawili watatu waseme tumpige tumtandikie hapa. Hawezi kunyang'anywa lile shamba unalolima mpaka azunguke mtu hivi, atafute na shahidi wa uongo, amwambie ni kweli amesema, niko tayari. Yaani hata ukituita nitatoa ushahidi. Na huko kichwani anajua kwamba hatatoa, anasema kwa ujasiri kwa sababu anajua hataitwa. Wakishamaliza sasa, unaona sasa, unaitwa, ulifanya vile, unashangaa. Wajane wanapigwa hivyo.
yatima wanapigwa hivyo, mabosi wanashushwa kwenye nafasi zao kwa staili hiyo, watu wanahamishwa kazi, wanapelekwa vituo vigumu kwa sababu ya vikao vya siri, watu wananyang'anywa nyumba zao. Mtu anataka kununua nyumba yako, anacheza bingo hapo na benki, vikao vya siri, wanakuchomekea mkopo. Ukiona mtu anakushawishi mkopo, waza, inawezekana hata jirani yako hapa amekwambia kachukue mkopo na kutakasha seti ramani zake aje anunue nyumba yako na atainunua. Vikao vya siri. Haleluya. Kwa hiyo wakakaa kikao cha siri, wakapanga, bwana sisi tumwabudu Nebukadneza sanamu yake. Na wale jamaa wakasema kweli hatutaabudu. Walikuwa na imani na Mungu wao, lakini walikuwa wana mashaka kidogo. Wakasema hata kama hatatuokoa Mungu wetu, hata kama hatatuokoa, hatutaabudu sanamu ya Nebukadneza. What the meaning of this? Nini maana hii? Imani ni kujisacrifice. Imani ni kujitoa mwanga. Liwalo na liwe, lakini sigeuki katika hili. Liwalo na liwe, sirudi nyuma katika hili. Anisaidie asinisaidie, yeye ni Bwana. Anitetee asinitetee, yeye ni Bwana. Lakini sitaenda kwa mganga, lakini sitaabudu mwanadamu. Mtu mmoja asimame kwa imani hivyo. Wamesimama na imani. Kadiri walivyoonyesha msimamo, ndivyo na Nebukadneza alisema ongeza huo moto, ongeza huo moto. Hawa jamaa wana kiburi, ongeza huo moto. Sikiliza. Unajua sometimes mtu unapoonyesha msimamo wako, watu wanakuchukulia kama unadharau. Mama, unaposimamia jambo lako pale nyumbani, nia yako ni njema, hasira ya baba inazidi kuwa kubwa. Unaposimamia jambo lako kwenye kampuni, nia yako ni njema, ile kampuni isife, lakini wale maadui zako ndio wanazidi kupata hasira. Sema Mungu yupo rafiki zangu. Hakika Mungu yupo. Haleluya. Wakachochea moto wao mara 7. Biblia inasema wakachukuliwa wale maskari, majebedari, mashujaa. Sikiza. Leo tungesema captain, kuna level ya maskari ambao akifa mmoja, taifa ama serikali inapata hasara kubwa. Sikiza, unajua kuna watu kwenye nchi yani ni asset. Kwa sababu kuna level ya kufika, ufike kwa captain, ufike kwa kanal, unakuta serikali imeinvesti muda mrefu kukufundisha, imekupeleka nchi nyingi kujifunza. Halafu sasa imekuweka, serikali imekuweka pale kwenye jeshi uwe jicho la jeshi. Halafu serikali inajiuliza ni nani mwingine tutampeleka, kwa sababu washapelekwa kama 100 hivi. Walipofikaga hatua ya 4 wakafeli. Wengine wakafa mazoezini, wengine wakaugua, wengine wakakataa wakasema hatuendelee. Ni wewe peke yako umetoboa, au mko 10 tu? Kwa hiyo tunapoambiwa kwamba askari majemedari wakawachukua Shadraka, Meshaki na Abednego, kwa sababu ilikuwa sio issue ya kitoto. Biblia inasema walipowatupa kwenye tanuru, ule moto ukarudi ukawaua. Hasara ya kwanza Nebukadneza amepata. Nataka nikwambie kitu kimoja. Haijalishi anayekupiga vita ni mkubwa kiasi gani, Mungu aliye ndani yako atageuza silaha ambayo anaitumia kukushambulia, itaanza kumuua yeye. Haleluya. Sikiliza, ukiwa na Mungu ndani yako, ukimtumaini Mungu, ukimtegemea Mungu, hauhitaji msaada wa aina yoyote yule ya mtu mwenye cheo, hauhitaji msaada wa mtu wa aina yoyote ile ya mtu mwenye afya, sijui daktari, sijui nani. Maana daktari akifika kensa atakwambia hii kensa tunakupa miaka kadhaa utakufa. Daktari akikuja hapo kwenye ugonjwa, kuna magonjwa hayatibiki, lakini Bwana anakuambia haya yaliyowashinda wanadamu mimi ninayaweza mambo yote. Haleluya. Hakuna
jaribu gumu kwa Mungu. Yaani haipo kitu ya kumtisha Bwana. Wale jamaa wakamtupa, wakafa wao. Alafu jamaa wakaingia na kanzu zao kwenye tanuru ya moto. Wakaingia na viatu na kamba wamefungwa. Walipotupa tu kwenye moto, cha kwanza zile kamba zikaungua zote. Haleluya. Mungu hatashare utukufu wake na wanadamu. Kamba zikateketea. Wakabaki wana enjoy kwenye tanuru. Mfalme akaona cheki. Njoo. Afande. Sasa sijui mfalme wale waliokuwa wanamzunguka sijui kina nani. Njoo. Mbona jamaa kama wanacheza kule tena? Hivi walikuwa wangapi? Akaambiwa 3. Sasa mbona kuna 4? Wakati tunapita majaribu, tukipita na Yesu, tutashangilia katikati ya majaribu, maana yeye atatutia nguvu. Haleluya, haleluya. Wakati unapita kwenye nyakati ngumu za kugua, za kufanyaje, Daudi alisema, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Nataka mtu mmoja aseme, Bwana yu pamoja nami, siogopi mabaya. Sema, Bwana yu pamoja nami, siogopi mabaya. Hakikisha sasa uko na yeye. Haleluya. Sikiza. Ukipita kwenye magonjwa, ukiwa sijui na daktari bingwa, utadanja na huyo daktari bingwa atadanja. Leo kama kuna kitu kilitupa hofu ni corona. Na corona ilienda na madaktari wengi. Anayekutibu hayuko salama, anayetibiwa hayuko salama. Kwa hiyo hauhitaji kupita kwenye nyakati sijui na bima kubwa, sijui na daktari gani, sijui na mahusiano na mkuu wa mkoa, wewe kama mahusiano yako na Mungu, maana yeye hashindwi popote, lakini hao wengine kuna mahali wanashindwa. Haleluya. Sio kama mnaelewa rafiki zangu. Nimeongeeni mkono. Sema hata kama mvua imenyesha na sijaotesha pamoja na Yesu. Hiyo nakutania hiyo. Pambana na hali yako. Maana Yesu anasema nitabariki kazi za mikono yako. Tusimame. Sisi tunaona mwenzetu jamani, yuko na jaribu gumu sana, lakini anatutia moyo sisi. Kawajitie moyo katika Bwana. Haleluya. Jaribu lina mlango wa kutokea. I have to tell you this. Haya nahitaji nikwambie, ya muhimu sana. Jaribu lina mlango wa kutokea. Malango ambayo Mungu anaweza kumpitisha mtu kutoka kwenye majaribu. 1, tahadhari na chakula. Kwa resma hii, acha kupiga sana madiko. Mnakula tu Januari mpaka Desemba. Chakula, Adam na Eva chakula kikamwangusha, alikula tunda la mti. Esau akapoteza baraka zake, alikula ugali wa Yakobo. Na Danieli akajaribiwa na chakula, akasema sijitiwi najisi. Kwa hiyo mlango wa kwanza kutoka kwenye majaribu, kuwa makini na vyakula unavyokula. Haleluya. Ukitaka kula kitu ukisikia kusita, acha. Namba 2, maombi. Unataka kuvuka kwenye majaribu, maombi ni muhimu. Hata kama kiwango chako cha kuomba si kikubwa, dakika 5 tu, lakini kwa imani, ila maombi. Namba 3, maarifa na akili. Usiende tu katika roho ukasahau maarifa. Namba 4, kulijua neno la Mungu. Lazima uwe na mwongozo ambao ni neno la Mungu. Na namba 5, unyenyekevu. Be humble. Be humble. Ukikosa unyenyekevu, uendi mahali. Na ukienda mahali ni kwa muda tu. Unyenyekevu ni kila kitu. Twataka kukushukuru.